Bwana Yesu asifiwe sana. Karibuni siku ya leo tukaweza kusoma Biblia na tunaenda kusoma kitabu cha Isaya 59 kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea mpaka mwisho. Tukaweza kujifunza Mungu anatufunza nini kupitia kitabu cha Isaya 59. Karibuni muungane nami tukaweza kusoma neno la Mungu na tukaweza kujifunza mengi kuhusu neno la Mungu, na nitasoma kwa uwezo na kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Amen. Karibu. Tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Kwa maana mikono yenu imetiwa unajisi kwa damu, na vidole vyenu vimetiwa unajisi kwa uovu. Midomo yenu imenena uongo, ndimi zenu zimenong'ona ubaya. Hapana adaiye kwa haki, wala hapana atendaye kwa kweli. Hutumaini ubatili, unena uongo, hupata mimba ya madhara na kuzaa uovu. Huangua mayai ya fira na kusuka wavu wa buibui. Yeye alaye mayai yao kufa, na hilo livunjwalo kutoka nyoka. Nyavu zao zitakuwa mavazi, wala hawatajifunika kwa vazi zao. Kazi zao ni kazi za uovu, na vitendo vya udhalimu vimo mikononi mwao. Miguu yao hukimbilia mabaya, na hufanya haraka kumwaga damu isiyo na hatia. Mawazo yao ni mawazo ya uovu, ukiwa na uharibifu huonekana katika njia kuu zao. Njia ya amani hawaijui, wala hapana hukumu ya haki katika mienendo yao. Wamejifanyia njia zilizopotoka, kila apitaye katika njia hizo hajui amani, wala hapana hiyo hukumu ya haki i mbali nasi, wala haki haitufikilii. Twatazamia nuru, na kumbe latokea giza. Twatazama mwanga, lakini twaenda katika giza huu. Twapapasa kutafuta ukuta, lakini kama kipofu. Naam, twapapasa kama watu wasio na macho. Twajikwaa wakati wa dhuhuri, kana kwamba ni wakati wa ukungu wa alfajiri. Kati yao walioenda kumekuwa kama wafu. Sisi sote twaguruma kama dubu, twaomboleza kama kuwa. Twatazamia hukumu ya haki, lakini hapana, na wokovu, lakini hu mbali nasi. Maana makosa yetu yamezidi kuwa mengi mbele zako, na dhambi zetu zashuhudia juu yetu. Maana makosa yetu tunayo pamoja nasi, na maovu yetu tumeyajua. Katika kukosa na kumkana Bwana, na katika kugeuka tusimfuate Mungu wetu, tukinena jeuri na uasi, na kukusudia maneno ya uongo, na kuyatoa moyoni. Na hukumu imegeuka ukaenda nyuma, na haki imesimama mbali sana. Maana kweli imeanguka katika njia kuu, na unyofu haiwezi kuingia. Naam, kweli imepungua kabisa, na yeye uachaye uovu ajifanya kuwa mateka. Naye Bwana akaona haya, akachukizwa, na kuwa hapana hukumu ya haki. Akaona ya kuwa hapana mtu, akastaajabu, kwa kuwa hapana mwombezi. Basi mkono wake mwenyewe ndio uliomleta wokovu, na haki yake ndiyo iliyomsaidia. Akajivika haki kama deraye kifuani, na chepeo cha wokovu kichwani pake. Akajivika mavazi ya kisasi yawe mavazi yake, naye alivikwa wivu kama joho. Kadri ya matendo yao, na kadri ya hiyo atawalie katika wakali wao wampigao. Malipo ya adui zake, naye akavirudishia visiwa malipo.